Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya taarifa ambayo unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wamekwenda kule katika shirikisho la soka, hapa nazungumzia barani Afrika, CAF, ambapo kuna mahakama ya usuluhishi ambapo ilielezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans ilitenga zaidi ya shilingi milioni 110 ili kuweza kupata haki yake. Hatimaye CAS wameweza kutoa majibu kwa kile ambacho kinachoendelea kwenye shauri ambalo Young Africans walikwenda kulipeleka pale katika mahakama hiyo ya usuluhishi ya kimichezo ili kwenda kupata muafaka wa jambo lao kuhusiana na pointi 3 zao ambazo wameshindwa kupewa na TFF pamoja na bodi ya ligi, kieleza kwamba klabu ya soka ya Young Africans hawastahili kupewa pointi 3 hizo. Sasa majibu yameweza kutoka, tutakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu wakati wote ambapo zinapokuwa zikiweza kujili. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans hawaboi wanaendelea kuweza kutafuta haki yao kuhusiana na siku ya Machi 8 klabu ya Simba kuweza kugoma kuleta timu katika dimba la Benjamin Mkapa, huko klabu ya soka ya Young Africans ikiweza kuwaomba TFF pamoja na bodi ya ligi waweze kuwapatia alama 3, lakini ngoma ikawa ni nzito kweli kweli wao kuweza kupewa alama hizo 3. Sasa kile kauli ambayo iliweza kutolewa na uongozi ama kiongozi wa TFF kwamba madai ya Young Africans ni kama yana utoto, kile ambacho kimeweza kuwakasilisha Young Africans na kwenda katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo barani Afrika CAS juu ya kuweza kudai matakwa yao. Hatimaye wameweza kufikiwa, ambapo pia na bodi ya ligi ya Tanzania mara baada ya kuweza kusikia Yanga wamekwenda huko na wenyewe wakaweza kufunguka kile ambacho kilichokuwa kiweza kuenea katika mitandao ya kijamii, ambapo unafahamu ya kwamba kulikuwa na taarifa ikisema ya kwamba bodi ya ligi imewajibu Young Africans kwamba zile alama 3 na kile kilichoweza kutokea. Sasa bodi ya ligi kupitia msemaji wake wameweza kutoa kauli yao leo hii kuhusiana na yale madai ya pointi 3, magoli yao 3 Young Africans, na pamoja ya fidia shilingi milioni 54 kama sehemu ya maandalizi ambayo waliweza kuyafanya katika mchezo huo, lakini mechi hiyo haikuchezwa kwa vile ambavyo watu walitarajia. Hatimaye sasa majibu yameweza kutoka kwa bodi ya ligi juu ya kile ambacho kilichoweza kujili, ambapo afisa habari wa bodi ya ligi ya Tanzania TPLB Kalim Boimanda akanusha taarifa za kuwajibu ya klabu ya Yanga kuhusu ombi la kupewa alama 3 za mezani kwa madai ya Simba kutojitokeza uwanjani Machi 8, 2025 uwanja wa Benjamin Mkapa. Boimanda amesema kuwa naye ameona na kusoma taarifa hizo mitandaoni kama wengine walivyoziona, licha ya kukili kufanya mawasiliano na Yanga pamoja na timu zote za Tanzania, ikiwa ni sehemu ya taratibu za taasisi pale inapobidi. Bodi ya ligi hatujaijibu Yanga ombi lao la kudai alama 3 zaidi ya taarifa yetu ya mwisho kwa umma tulioitoa kuahirisha mchezo. Tumekaa kimya kwa sababu hatuna cha kuwaambia. Tunapata ugumu wa kupanga ratiba ya dabi kama tulivyopata tabu mchezo ule wa kiporo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Tofauti yake inaweza kuwa ni ukubwa tu wa mchezo, ila tunaandaa sehemu sahihi mchezo uchezwe, watu waenjoy burudani walioikosa Machi 8. Unaona bana, akikwepa kujibu swali la kuweza kuipatia klabu ya soka alama 3 kwa kile ambacho amekizungumza Boimanda, ni kana kwamba TFF na bodi ya ligi hawako sambamba na yale madai ya Young Africans ya kupewa alama 3, na ndio maana umeweza kusikia kwamba anasema ya kwamba
wako wanaandaa sehemu sahihi ya mchezo uchezwe, watu wapate burudani, ya kwamba muda wowote kuanzia sasa huenda wakatangaza ratiba ya tarehe na mchezo huo mkubwa kabisa kwenda kupigwa. Na taarifa inavyoonekana ni kwamba pengine hivi siku za karibuni huenda dabi ya Kariakoo itakwenda kuchezwa, kwa sababu hiyo nakwambia hivyo kwa sababu ligi kuu ya soka Tanzania bara imebakiza michezo michache ambayo haizidi 8 kwa kila timu ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hivyo basi pengine hivi karibuni tunaweza kusikia jambo lolote kutoka bodi ya ligi likitangaza kuhusiana na ratiba hiyo. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wa kile ambacho kilichojiri huko katika mahakama ya usuluhishi kasi, ambapo kasi yenyewe imepokea malalamiko hayo na wameweza kukaa kuyajadili kwa kile ambacho kinachoelezwa taarifa za ndani kabisa, ambapo inaelezwa kasi wanapitia kanuni zote huku wakitaka kujiridhisha kwa pande zote mbili, ambapo wataitwa pia na wawakilishi wa klabu ya Simba kwenda kutoa ushahidi wao kwa kile ambacho kilichoweza kujiri kwa madai ya kwamba walizuiliwa uwanjani kuingia, ambapo klabu ya soka Young Africans inadaiwa mabodyguard wake waliweza kuwazuia. Hapa nazungumzia hawa mabosi wa klabu ya Simba kuingia uwanjani, huku kidaiwa kwamba mabosi hao ni wale ambao walikwenda kuweza kuwazuia Simba Sport Club kuingia uwanjani. Lakini unaambiwa Haji Manara huenda akafikiwa kwa zile kauli ambazo alizozitoa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea juu ya Rais Kalia, ambapo inaelezwa kwamba Manara huenda akaweza kuwekwa tena kikaangoni. Unaambiwa hii ndiyo kanuni ambayo angalau inamuongelea mshabiki, kanuni ya 47 kuhusu udhibiti wa klabu. Mshabiki atakayekamatwa akitoa matusi, vitisho, vurugu, kuashiria imani za uchawi, ushirikina na vyovyote vingine visivyokuwa vya kimichezo atachukuliwa hatua za kisheria, na atakayepatikana na hatia atafungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi kisichopungua miezi 3 na kisichozidi miezi 12. Unaona bana? Kwa hiyo unaambiwa kutokana na kile ambacho kinachoendelea, kwa sababu Haji Manara sasa hivi sio kiongozi wa klabu ya soka Young Africans, ama hana uongozi wote ndani ya kikosi ya Young Africans. Kwa hiyo kuzungumza kwake kuna wafanya wengine waweze kuona kama ni noma kweli kweli kuzungumza. Ndio maana inaelezwa kwamba hujamsikia Engineer Hersi wala makamu wake Arafati Haji wala Ali Kamwe akiweza kutoka kuzungumza kuhusiana hili ambalo linazungumzwa kwa sasa la kupewa alama 3, kwa sababu wanaogopa kufungiwa na shirikisho. Lakini kwa upande wa Manara unaambiwa adhabu yake pengine inaweza kawa ni kufungiwa kifungo kisichozidi miezi 12 au kisichopungua miezi 3 kuingia pengine Benjamin Mkapa. Lakini ni nadra sana kwa Haji Sunday Manara kumuona akienda uwanjani kuiangalia Young Africans ikicheza. Kwa hiyo aga ni mara moja ama ni mara chache kumuona, ijapokuwa hata alipokuwa afisa habari wa klabu ya soka Young Africans ilikuwa ni kwa baadhi ya michezo, na hata alipokuwa Wekundu wa Msimbazi Simba ilikuwa pia ni baadhi ya michezo tu ndo alikuwa akiweza kuhusika uwanjani. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi litakuja lipi mara baada ya haya ambayo imeweza kutolewa leo na TPLB.